Hii ni historia ya wanafunzi 12 wa Yesu. Najua umezisikia historia nyingi sana, lakini hii ipo tofauti sana. Kuna mambo yanayotisha ndani yake, kuna mambo makubwa na kuna siri nzito. Jambo ambalo watu wengi hawalifahamu ni kwamba wanafunzi wa Yesu ndio wanadamu pekee, elewa neno wanadamu pekee, ambao watasimama katika ile siku ya hukumu na kuanza kuwahukumu watu wengine. Naam, wao wamepewa heshima ya kuwa na viti 12 vya enzi mbinguni na kutoa hukumu katika ile siku ya mwisho pamoja na Kristo. Wao watalihukumu taifa la Israeli na kabila zake zote 12 zitahukumiwa na hawa tenashara. Tunaposema neno tenashara humaanisha 12, ambao ndio ile seti ya wanafunzi wa Yesu. Wakristo na wanadamu wote duniani kwa pamoja na utofauti wa dini, imani, madhehebu, mitazamo na mapokeo, ila tunalo tumaini la kuishi milele mbinguni. Kwa maana tunapoongelea mbinguni ni ule mji usioharibika, mji udumuo, mji ambao ulipewa jina katika maandiko ya Biblia na kuitwa Yerusalemu mpya. Wengine wanauita mbinguni kwa Mungu, au nchi mpya na mbingu mpya. Sasa kitu cha ajabu na cha kushangaza ni kwamba katika misingi ya mji ule yameandikwa majina yote 12 ya wanafunzi wa Yesu. Mji huo umejengwa na Yesu mwenyewe, na yeye ndiye aliyewaheshimisha hawa wanafunzi wake 12. Sasa wengine watauliza, vipi kuhusu Yuda Iskarioti? Basi ndo maana tuko hapa, kila kitu kitawekwa wazi. Ilimchukua Yesu siku 40 za maombi bila kula ili kuwapata wanafunzi wenye moyo safi watakaomfaa kwa huduma, ambao atawafanya kanisa lijengwe juu yao. Wanafunzi hawa majina yao yalikuwa ni kama ifuatavyo. Wa kwanza aliitwa Simoni, ambapo Yesu alimuita Petro, na mwingine aliitwa Lawi, huyu Yesu alimuita Mathayo, na mwingine alikuwa ni Tomaso, ambapo jina lake maarufu pia alikuwa anaitwa Pacha. Lakini kuna mwingine aliyeitwa Yuda, wengi walikuwa wanamuita Tadeo au Labehao ili kumtofautisha na Yuda Iskariote. Alafu kuna mwanafunzi mwingine, huyu alikuwa anaitwa Nathanaeli, ambapo jina lake lingine alikuwa anaitwa Bartolomayo, na mwanafunzi mwingine wa Yesu alikuwa anaitwa Andrea. Huyu Andrea ni ndugu yake na Petro. Alafu mwingine alikuwa anaitwa Yakobo. Yakobo alikuwa ni mtoto wa kwanza wa Zebedayo, na mwingine alikuwa anaitwa Yohana, ambaye huyo Yohana alikuwa ni ndugu yake na huyo Yakobo, watoto wa Zebedayo. Alafu mwanafunzi mwingine wa Yesu alikuwa ni Filipo, rafiki yake na Nathanaeli. Alafu mwanafunzi mwingine alikuwa anaitwa Yakobo. Huyu Yakobo alikuwa ni mtoto wa Alfayo, kwa lugha nyingine wengi hupenda kumuita Yakobo mdogo. Alafu kuna mwingine alikuwa anaitwa Simoni. Huyu alikuwa anafahamika kwa jina la Simoni Mzeloti, au wengine wanamuita Simoni Mkanani au Mkananayo. Alafu mwanafunzi mwingine alikuwa anaitwa Yuda Iskarioti, ambaye huyu nafikiri kila mtu anafahamu. Kwa hiyo utagundua kuwa katika hili kundi la wanafunzi wa Yesu kulikuwa na Simoni wawili, ambapo kuna Simoni Zeloti na Simoni Petro. Lakini pia katika hili kundi kulikuwa na Yuda wawili, ambaye kuna Yuda Iskarioti na Yuda Tadeo. Lakini pia katika hili kundi la Yesu kulikuwa kuna Yakobo wawili, ambapo kuna Yakobo wa Zebedayo, lakini pia kuna Yakobo wa Alfayo. Huyu Yakobo wa Alfayo walikuwa wanapenda kumuita Yakobo mdogo.
Lakini pia utagundua pia katika hili kundi la wanafunzi wa Yesu wapo ambao walikuwa ni ndugu, alikuwa ni Simon Petro pamoja na Andrea. Lakini ndugu wengine ni walikuwa hawa watoto wawili wa mzee Zebedayo, ambapo ni Yakobo pamoja na Yohana. Katika safari hii ya kuangalia historia ya wanafunzi hawa, tutawatazama kiundani sana, kuanzia kuzaliwa kwao, upekee na utofauti wao, maisha yao kabla ya kukutana na Kristo, kazi zao za awali kabla ya wito wao, maisha yao kipindi cha Kristo na baada ya Kristo. Alafu sasa tutaangalia maisha ya huduma yao, na hapo ndipo ambapo huwa mimi wakati fulani huwa natokwa na machozi. Hawa watu walipitia majaribu makali, dhiki nyingi pamoja na adha. Walipitia misiba, na hawa walikufa vifo vya kikatili sana. Walizalilishwa, waliziakiwa, walizulumiwa na mwisho wa siku wakauawa. Ila hawa ni watu ambao walikuwa na nguvu sana kiroho na kiakili. Kuna watu waliwaona kama wamechanganyikiwa, ila hawakukatishwa tamaa. Walikuwa ni watu ambao wamezoea kuokota maiti za wapendwa wao, wapenzi wao, baba na mama zao, watoto wao, wachungaji wao, alafu ukili wao ulibaki kuwa ni ule ule, kuwa hakuna jina lingine litupasalo sisi kuokolewa kwao isipokuwa jina la Yesu. Walikuwa wanajisikia fahari kuuawa kwa ajili ya Kristo. Naomba nikuulize wewe unayenisikiliza, rafiki yangu, wewe ni nini kinakutenga na upendo wa Kristo? Je, ni fedha? Wengi ni fedha zinawatenga na upendo wa Kristo. Ila hawa walijua kushiba na kuona njaa, kuwa navyo na kutokuwa navyo. Sasa naomba uniruhusu nikurejeshe nyuma kidogo, alafu tuendelee. Yesu alikuwa na wanafunzi wapatao 120. Hiyo ndio ilikuwa jumla ya wanafunzi wote wa Yesu, ambao hao wote walikuwa na Yesu tangu siku ile anabatizwa mpaka siku ile anayopaa kuelekea mbinguni. Waliongozana naye sehemu karibu zote, ambao katika hao ndio waliopatikana wale wanafunzi wawili ambao ni Yusufu na Matia, waliopigiwa kura na wale 12 ili mmoja wao achukue nafasi ya Yuda Iskarioti, mwanafunzi aliyejiua. Sasa kundi la wanafunzi 120 lilikuwa ni kundi muhimu sana katika huduma ya Yesu. Hawa walishuhudia, walimsaidia kuandaa matukio, mikutano na kufanya huduma zile ndogo ndogo za kijamii. Ila zaidi sana, hawa ndio kundi waliomtangaza sana Yesu kipindi kile kwa watu wengi. Changamoto ya hawa 120 hawakuwa karibu sana na Yesu, hivyo hawakumfahamu Yesu kwa undani wake kama wale 12. Kuna kipindi hawakumwelewa Yesu kabisa na wakaamua kumwacha, lakini Mungu alikuwa akiwarejesha tena na tena. Alafu sasa ndipo linakuja lile kundi la wale wanafunzi 12 wa Yesu, ambao hawa ndio tutakaowazungumzia sana. Hawa walimfahamu Yesu vizuri sana, japo pia kuna wakati hawakumwelewa. Waliweka nidhamu ya kumtii kwa kila asemacho, hata kama ni cha hatari. Kwa hiyo waliamua kufanya kila atakachokisema Yesu, haijalishi usalama utakuwaje. Waliweka discipline hiyo, wameelewa hawajaelewa, na hawakuhitaji sana kuelewa nini Yesu anakisema. Walichokihitaji ni kusikia kile Yesu anasema. Kuna wakati anawaambia wakafukue kaburi ambalo la maiti iliyozikwa siku 4. Hawakumwelewa, lakini walitii. Walikuwa wanaweza wakasimama juu ya maji kwenye bahari iliyochafuka ikiwa tu Yesu atawaambia wasimame. Hawa walikuwa wako radhi kwenda kuvua asubuhi ikiwa tu Yesu kawaambia wavue. Hata kama hawakuelewa, walifanya na iliwasaidia. Walikuja kumwelewa baadaye
mara baada ya Yesu kufufuka. Sasa katika hao wanafunzi 12 wa Yesu, wapo wanafunzi watatu ambao Yesu alikuwa nao karibu sana kuliko wanafunzi wote. Wanafunzi hawa watatu Yesu aliwaandaa kwa kazi maalum mbali na wale wanafunzi wengine. Hawa waliongozana na Yesu katika kila sehemu ambayo Yesu alikuwa anakwenda. Waliyaona mambo mengi ambayo wale wengine hawakuweza kuyaona. Hawa walimuona mpaka Musa na Eliya. Sasa labda sababu ya Yesu kuongozana na hawa kila sehemu, nimesema aliwaandaa kwa kazi maalum. Sasa huyu Yakobo ambao tumesema ni Petro, Yohana na Yakobo. Sasa tunapomwongelea Yakobo ndiye mwanafunzi wa kwanza kabisa kufa kati ya wale 12. Huyu ndiye aliyekuwa wa kwanza kuondoka. Huyu alichinjwa na mfalme Herode. Kwa tunaona ukaribu wake na Yesu wakati fulani ulimpa ujasiri wa kutoweza kuogopa na kusimama na Yesu mpaka wakati wa umauti, na wale 12 hawakuweza kutetereka. Lakini tunapomwongelea Yohana katika wale wanafunzi watatu wa Yesu, Yohana ndiye mwanafunzi aliyependwa zaidi na Yesu kuliko wanafunzi wengine wote. Huyu ndiye mwanafunzi aliyeishi maisha marefu, aliyeishi kipindi kirefu baada ya wanafunzi wengine wote. Huyu ndiye aliyekuwa mwanafunzi wa mwisho kufa. Sasa unaona maajabu katika wale wanafunzi watatu, hawa wawili ambao walikuwa ni ndugu, ambapo Yakobo alikuwa ndiye mwanafunzi wa kwanza kufa, alafu katika wale watatu ambao ni ndugu wawili, Yohana alikuwa ndiye wa mwisho kufa. Kwa tunampata mwanafunzi wa kwanza kufa na wa mwisho kufa, anatoka katika lile kundi la wanafunzi watatu wa Yesu. Alafu tunakuja kwa mwanafunzi mwingine anayeitwa Petro, ambapo alikuwa naye ni katika hao watatu. Sasa huyu Petro ni special case. Katika wanafunzi wote waliogombania ukubwa, ni nani atakayetuongoza Yesu akiondoka, ni nani atakayemkuwa mkuu wetu, kila mtu alijiona kuwa yeye anafaa kuwa mkubwa na yeye anafaa kuwa kiongozi, ila hawakujua kuwa Yesu tayari alikuwa anaye mchungaji aliyewachagulia. Mchungaji huyo anaitwa Petro. Petro ndiye aliyeandaliwa kwa ajili ya kuwa kiongozi wa kwanza kabisa wa kundi la Yesu. Sasa tunapomwongelea Petro katika chaneli yetu, tunavyo vipindi viwili mpaka sasa ambavyo tumekuwa tukimwongelea mtume Petro. Kama ulivikosa vipindi hivyo, basi ni kuombe urejee katika chaneli yetu ukavitazame na kujifunza mambo mazuri kuhusiana na mtume Petro. Pale tumemwongelea mtume Petro tangu kuzaliwa kwake, alizaliwa wapi, maana ya jina lake, kazi zake za kwanza, ndugu zake, familia yake, ndoa yake na mambo mengi tumeyaongelea pale. Lakini tukaongelea sana maana ya lile neno tata la Yesu, maana ya lile neno tata la Yesu analosema, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Tumeongea mambo makubwa sana pale, na kusihi kama hujaziangalia videos hizo ukaziangalia sasa. Kumbuka, kila mwanafunzi wa Yesu atafikiwa. Tutamwongelea mwanafunzi mmoja baada ya mwingine. Sasa tunapomwongelea Petro, huyu ndiye mwanafunzi pekee wa Yesu ambaye Yesu anamtabiria mpaka kifo chake jinsi Petro atakavyokufa. Hivyo Petro alitembea akiwa anajua namna atakayokufa, na kweli alikufa kifo kile kile alichotabiriwa na Yesu. Ukisoma Yohana 21 mstari wa 18 hadi wa 19 utayaona maneno ya Yesu akisema hivi, amini amini nakuambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuchukua usikotaka. Akasema neno hilo na kuonesha ni mauti gani atakayomtukuza Mungu.
naye akiisha kusema hayo akamwambia, nifuate. Sasa tutayaongelea haya katika simulizi zifuatazo za Mtume Petro, lakini kwa utimilifu wa maneno haya aliyoyaongea Yesu ni kuwa Petro alikufa kama Yesu alivyotabiri. Aliuawa huko Roma kwa kusulubiwa msalabani, kichwa chini, miguu juu, chini ya Kaisari wa Roma, aliyeingia katika historia ya viongozi wakatili sana kuwahi kutokea ulimwenguni. Anaitwa Kaisari Nero. Ilikuwaje mpaka Mtume Petro akafa kifo hicho? Sasa hiyo tutajibu katika vipindi vingine, ila kabla ya Yesu kusulubiwa alikuwa amesema maneno haya akimwambia Petro katika Luka sura ya 22 mstari wa 31 hadi wa 32. Anasema, Simoni, Simoni, tazama, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Hapo sasa, katika hayo maneno utagundua kuwa Shetani alikuwa ameomba kibali cha kuwapepeta wanafunzi wa Yesu kama ngano. Wanafunzi wote wa Yesu walikuwa watapepetwa na Shetani kama ngano, ila cha ajabu ni kwamba Yesu anamwombea mwanafunzi mmoja tu, Petro. Anasema, nimekuombea wewe. Kwa nini Petro na si wengine, wakati Shetani amepanga kuwapepeta wanafunzi wote? Lakini Yesu anamwombea Petro. Petro alikuwa anakabiliwa na anguko kubwa mbele yake, jambo baya sana. Kumkana Yesu mbele za watu, Yesu ambaye umeishi naye usiku na mchana, lilikuwa ni jambo ambalo kamwe lisingeyaacha maisha ya Petro, lingemtafuna usiku na mchana, asingekuwa kamwe na amani. Yesu hakumwombea imani yake isianguke, kwa kuwa Petro alitakiwa apitie anguko ili ajue uchungu wa kumwacha Bwana ulivyo. Kesho Petro atakuwa kiongozi, ataweza kuwaimarisha wengi ambao watapitia hali kama aliyokwisha kuipitia. Ndio maana baada ya kufufuka anampa kazi rasmi, sasa chunga kondoo zangu. Sasa naomba tu kufikia hapa itoshe kwa leo. Leo tulikuwa tunaweka msingi, tulikuwa tunaendelea na introduction ya wanafunzi 12 wa Yesu, ambapo tunaendelea na mwanafunzi wa kwanza Petro. Basi haya ni mambo ya ndani kweli kweli. Kama kuna sehemu hupaswi kukaa napo mbali, basi ni katika chaneli yetu hii ya Hazina ya Kanisa. Mimi jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Namba zetu ni hizo unazoziona hapo. Kama unataka kumpa Yesu maisha yako, yaani kuokoka, unaweza ukazitumia namba hizo kututafuta kwa maombi au maombezi, na una jambo lolote unatafuta ushauri wa kimungu, basi unaweza ukatutafuta kwa namba hizo hapo pia. Na kwa wale wanaotaka kuiwezesha huduma hii kwa sadaka na michango, basi unaweza ukazitumia namba hizo pia kama ambavyo Roho atakujalia. Ila usiache kusubscribe channel hii na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Tukutane katika kipindi kijacho. Ubarikiwe.